Niseme kwamba kama tunavyofahamu, elimu hii tunayoipeleka itasaidia watu wengi sana kuhama. Kwa kupata tu elimu, kuna watu wengi wataanza kutumia nishati safi kwa sababu wamepata elimu ya kutosha, na mkakati huu umeandaliwa kitaalamu. Utatoa elimu ya kitaalamu, utawasaidia watu kuelewa kwa ufasaha. Kwa mfano, mtu anataka kujua nifanyeje. Mmezungumza habari ya nishati safi ya kupikia, sasa nifanyeje? Mkakati huu wa elimu utamueleza sasa afanye nini. Utasaidia mtu kujua okay, kumbe nikitaka kitu hiki na kipata wapi, kumbe nikitaka ufahamu huu na upata kwa nani. Yote yako ndani ya mkakati huu wa elimu. Kwa hiyo tofauti ya mkakati huu wa mawasiliano na ule ambao tuliozindua mwaka jana ni nini? Aliozindua Mheshimiwa Rais. Ule mkakati wa mwaka jana wenyewe unazungumza juu ya nishati safi ya kupikia, umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia, aina ya nishati hizo za kupikia, madhara ya kutokutumia nishati safi ya kupikia. Tunataka ndani ya miaka 10 80% wawe wamehama, wamefika kwenye nishati safi ya kupikia. Ni taasisi gani zinatakiwa kushiriki kwenye mchakato huo wa kuhamia kwenye nishati safi ya kupikia? Mashule na taasisi zinazolisha zaidi ya watu 100 kwenye mkakati ule zimepewa muda wa kuhamia kwenye nishati safi. Sasa hii inapeleka sasa nini? Elimu. Kile kilichoko kwenye ule mkakati mkubwa kinawafikiaje watu? Mawasiliano ya kuhakikisha ule mkakati mkubwa ule unafika kwa wahusika, kwa walengwa, ndio hiki ambacho kinakwenda kuzinduliwa tarehe 2. Kwa hiyo na wakaribisha wananchi wote waweze kufuatilia, watakaoweza kufuatilia kwenye vyombo vya habari tarehe 2, lakini wale walioko Dodoma tutawakaribisha waweze kushiriki moja kwa moja, kwa sababu itawasaidia kupata taarifa hiyo moja kwa moja na kujua sasa mawasiliano yanafikaje kwa watu wote. Mawasiliano yataenda kwa watu wote, watu wa mijini, watu wa vijijini, watu wazee, vijana, mpaka wanafunzi. Kila aina ya watu watafikiwa na mkakati huu wa mawasiliano na elimu.